Ukizungumzia tasnia ya filamu nchini Tanzania, ni vigumu kuliepuka jina la Crescent Mhenga. Huyu ni miongoni mwa waasisi na nguzo kuu za michezo ya kuigiza katika television. Ni jina lililobeba historia, ubunifu na dira ya kuijengea Tanzania heshima katika ulimwengu wa michezo ya maigizo. Crescent Mhenga alizaliwa Januari 10, 1965 akiwa ni mtoto wa kwanza kati ya wawili tu wa marehemu Leonard Kingumwire na Basiliana Tandela, wote hao wakiwa ni marehemu. Safari yake ya elimu ilianza mwaka 1973 katika shule ya msingi Kibakwe Mpwapwa mkoani Dodoma na akahitimu mwaka 1979. Baadaye alichaguliwa kujiunga na shule ya sekondari Tabora Boys ambapo alihitimu mwaka 1984. Akiwa shuleni hapo aliguswa na shauku ya upigaji picha baada ya kuvutiwa na rafiki yake aliyekuwa akipiga picha za mnato, yani still pictures, na hapo ndipo akajitengenezea azma ya kuwa mpiga picha maarufu hata kama ni baadaye. Na kwa kutumia kamera ya rafiki yake alianza kuwahudumia wenzake shuleni hapo. Jambo hilo lilimpa umaarufu mkubwa miongoni mwa wanafunzi. Baada ya kuhitimu kidato cha 4, alitii mwongozo wa wazazi wake waliomtaka akasome masuala ya afya. Akajiunga na chuo cha sayansi shirikishi ya afya ya mazingira kilichokuwa chini ya chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili, yani MUHAS. Huko alisomea diploma ya sayansi ya afya na kuhitimu mwaka 1988. Akiwa chuoni hapo alijipatia kamera yake ya kwanza na kuanza rasmi biashara ya kupiga picha. Hali hiyo ilimpatia kipato na umaarufu zaidi. Mara baada ya kuhitimu alipangiwa kufanya kazi mkoani Mtwara akiwa bwana afya, lakini mwaka mmoja tu baadaye aliacha kazi hiyo na kufuata ndoto zake za kuwa mpiga picha, na hapo alitamani pia kuzalisha filamu. Mwaka 1990 kwa msaada mkubwa wa kaka yake alipata mtaji wa kuanzisha Video Cube Studio iliyojikita zaidi katika kupiga picha na kurekodi video za harusi. Na mwaka mmoja tu uliofuata, rafiki yake Hamir Rajab alimuingiza katika kampuni ya filamu Tanzania kama mpiga picha huru na pia kumshawishi kuandaa filamu. Pamoja naye walitengeneza filamu yao ya kwanza, wakaipa jina la Gubu la Wifi, iliyotokana na kitabu cha Hamir Rajab na kushirikisha wasanii wa kongwe wakiwamo marehemu Mama Hambiliki. Filamu hiyo ilizinduliwa mwaka 1995. Filamu hiyo ikawa chachu ya mafanikio yake. Akiwa bado anaendelea na kampuni yake ya Video Cube, Crescent akapata kazi ya kupiga picha katika michezo ya kuigiza iliyokuwa ikizalishwa na chuo cha Splendid na kuonyeshwa kupitia kituo cha television cha CTN. Na hapo ndipo alipokutana na magwiji wa uigizaji akiwemo marehemu Fundi Said kwa maana ya Mzee Kipara, marehemu Rajab Hatia ama Mzee Pwagu, Mama Hambiliki na Mahsen Awadh, huyu ni Dr. Cheni. Ushirikiano huo ulizaa wazo la kuanzisha kikundi cha maigizo, na mwaka 1998 Kaole Theatre Group ikazaliwa rasmi. Mwaka 1999 kituo cha television cha ITV kikampatia nafasi ya kuzalisha michezo ya kuigiza, na hiyo ni baada ya kikundi cha Raha Leo kumaliza mkataba wao. Ndipo walipozindua mchezo wa Hujafa Hujaumbika, mchezo uliopendekezwa na Mzee Kipara, Pwagu na Mama Hambiliki. Mchezo huu uliwavutia zaidi watazamaji wengi, na kwa mara ya kwanza walihamisha mapenzi yao kutoka michezo ya nje na kuikumbatia michezo ya Kitanzania. Kutokana na mapokeo mazuri ya mchezo wa Hujafa Hujaumbika kwa watazamaji, Crescent na wenzake wakaamua kuanzisha vipindi vya vichekesho ambavyo awali vilikuwa ni sehemu ya mchezo wa Hujafa Hujaumbika. Na hapo ndipo jina la Max na Zembwela yalipotambulishwa vyema kwa hadhira ya Watanzania. Kupitia kipindi cha Kaole, Crescent Mhenga akafanikiwa kutengeneza couples, yaani timu za wawili wawili zilizofanya vizuri katika sanaa hapa Tanzania. Mathalan,
alifanikiwa kutengeneza kapo ya Max na Zembwela, Pembe na Senga, Kingwendu na Bambo. Na mwaka 2000 Crescent akaajiriwa na kituo cha television cha ITV kama mpiga picha na mwandaaji wa michezo ya kuigiza kupitia Kaole. Akiwa mwajiriwa, masuala ya uongozi akayaacha chini ya marehemu Mzee Pwagu. Mwaka 2001 alianzisha kipindi cha vichekesho cha Mizengwe ambacho kilipata umaarufu mkubwa kutokana na upekee wa waigizaji wake na namna walivyowagusa watazamaji. Crescent aliamini kuwa sanaa ya maigizo nchini inaweza kukua kila kukicha. Alitengeneza mfumo wa vikundi vya wasanii, wakongwe, wakati na hata wachanga, kila kundi likiwa na jukumu la kulea kundi jingine. Mpango huu ulikiimarisha zaidi kikundi cha Kaole na kusaidia kuibua upya kwa vipaji. Kupitia mikono yake akawaibua nyota wakubwa wa filamu na tamthilia hapa Tanzania, kama ilivyo kwa Vincent Kigosi, huyu ni Ray, marehemu Steven Kanumba, Elizabeth Michael ambaye ni Lulu, Julius Kakuru huyu ni Kemi, Blandina Chagula ama Johari, Mwanaidi Suka ambaye anajulikana zaidi kama Mainda, Christina Manongi huyo ni Sinta, Shamila Ndangila yeye huyu ni B-Star, Abdallah Saidi Mkumbila ambaye anajulikana kama Muhogo Mchungu, Nuru Nasor ambaye ni Nora, Madina Mjata wengi wakimjua kama Bizawadi, Rashid Mwinshehe ambaye ni Kingwendu, Hilary Mtuta huyo ni Zembwela, Dickson Makwaya ambaye anajulikana kama Bambo, Ulimboka Mwalu Lesa huyo ni Senga, marehemu Yusuf Kaimu akiitwa Pembe na wengine wengi. Crescent ni mume wa Glory King Mhenga ambaye walifunga ndoa mwaka 1996 na wamejaliwa kuwa na watoto 3, mvulana mmoja na wasichana 2. Nje ya kazi hupendelea kutazama filamu na kusoma vitabu. Mhenga atabaki kwenye kumbukumbu za Watanzania kama nguzo kuu ya tasnia ya filamu na maigizo, mpiga picha hodari, mwongozaji na mwandishi mbunifu. Kuwepo kwake kuliibua kizazi kipya cha wasanii na kazi zake ziliweka misingi imara ya michezo ya kuigiza ya Kitanzania. Alikuwa mwanga uliowasha taa ya sanaa nchini, na mwanga huo utaendelea kuangaza vizazi na vizazi.